Chanzo kingine cha nguvu ya mauti ni ukosefu wa maarifa. Kwenye kile kitabu cha Hosea mlango wa 4 na mstari wa 6, maandiko yanasema hivi, watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Na hapo mbele nasema hivi, kwa kuwa umekataa maarifa na mimi nimekukataa kuwa kuhani wangu. Kumbe kuna wakati Mungu anatokanga ndani yako, uwepo wa Mungu anatoka ndani yako, Roho Mtakatifu anatoka ndani yako kwa sababu umekosa maarifa. Na kama akitoka ndani yako, mkuu wa anga ama shetani ndio la kumiliki ndani yako. Mauti ndio inajaa ndani yako kwa sababu roho ya uzima ikitoka ndani yako, lazima roho ya mauti iingie ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Hosea maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Sasa anasema kwa kuwa mmekataa maarifa na mimi nimekukataa wewe kuwa kuhani wangu. Sasa Mungu akikukataa wewe, si ni obvious tu utamilikiwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani kazi yake ni kuiba, kuharibu na mwishowe kuua. Sasa hiyo ni chanzo kingine cha nguvu ya mauti, kukosa maarifa. Chanzo kingine cha nguvu ya mauti ni hofu na uoga. Uoga kwenye maisha ya mtu unakuanga ni adui mkubwa sana wa imani. Na maandiko yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Anasema watu wangu wataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani, naye akisitasita sina raha naye. Kwa hivyo mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hivyo akiwa ana imani, ina maana kwamba atakufa. Sasa woga na hofu ni adui mkubwa sana wa imani. Maana ukiwa na woga utashindwa kudhubutu, utashindwa kuwa na imani kuhusiana na kile kitu. Kwa hivyo hicho kitu utashindwa kukifanya na kitakufa hivyo hivyo, hata kama ni cha kwako. Utashindwa kwa sababu ya hofu. Ministry kubwa inaweza ikaanguka kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya woga. Ndio maana Mungu akimuita kila mtumishi wa Mungu, haswa wengi, alikuwa anawaambia usiongope. Ukiangalia kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 5, Yoshua anaambiwa usiongope na wala usifadhaike, kwa maana kama vile nilipokuwa pamoja na Musa nitakuwa pamoja nawe. Lakini pia Isaya anaambiwa hivyo hivyo kwenye kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 10, anaambiwa kwamba usiongope. Ukiangalia historia ya mtu anaitwa Elijah kwenye Biblia, baada ya kuwa Jezebel ametamka maneno ya mauti, akamwambia kwamba kabla ya kesho nitakuwa nimekuua. Kile ambacho Elijah alifanya, alimwendea Mungu akamwambia mimi nataka kufa, na akafa kabla wakati wake. Mungu hakuwa amempangia kufa kwa huo wakati, na Mungu hakuwa amempangia kufa kwa sababu ya Jezebel, lakini kwa sababu ya woga. Kumbe woga ukija kwenye maisha ya mtu unakujanga ili kufungua njia ya mauti katika maisha ya mtu. Jezebel alitamka maneno tu akiwa kule yuko, lakini yale maneno, maandiko yanasema kwamba Elijah akaongopa, akakimbia, akaenda. Alipokimbia Elijah akiwa kule kule, roho ya woga ikamuingia, akamwambia Mungu anataka kufa. Kwani roho ya woga, roho ya mauti ikamuingia. Kwani roho ya mauti iliingilia wapi? Na hatuoni Jezebeli akija kumchinja. Ina maana kwamba ukiongopa kwenye maisha yako unakuanga umefungulia roho ya mauti. Kwa hivyo roho ya mauti inakuanga imekuja, imetanguliwa mbele yake na roho ya nini? Na roho ya woga na hofu. Ukisikia hofu, ukisikia woga kwenye maisha yako, ujue kwamba kinachofuata roho ya mauti ndio inakuja. Sijui kama naeleweka. Ndio maana ukiangalia kwenye kile kitabu cha Ayubu mlango wa 4 mstari wa 13 na 16, Ayubu anaelezea kabla mali zake zote zife, kabla watoto wake wafe, mali zake zote zipotee, kile ambacho kilitokea. Anasema kuna pepo
ikatokea mbele ya macho yake, akaingiwa na hofu, akaingiwa na woga. Alipoingiwa na woga, ndio sasa mambo yale mengine alianza kufuata. Kumbe woga ni mlango wa kufungulishia roho ya mauti kwenye maisha yako. Kwa hivyo hofu na woga kwenye maisha yako, ujue kwamba ni chanzo kikubwa sana cha mauti ya ndoa yako, cha mauti ya biashara yako, cha mauti ya uzima wako, cha mauti ya chochote kwenye maisha yako ambacho unataka kukifanya. Unafaa ukisikia woga kwenye maisha yako useme, kwa maana hatukupewa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Wakati ule Petro alipoingiwa na woga, akaanza kuzama ndani ya maji. Kuna watu leo hii biashara zao zinazama, ndoa zao zinazama, baada ya kuwa roho ya woga imetangulia katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Luka mlango wa 8 na ule mstari wa 49, anaongelea kuhusiana na mkuu mmoja wa sinagogi ambaye mtoto wake alikufa, lakini Yesu akamwambia usiongope. Alimwambia usiongope kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba woga ukimwingia huyu jamaa utakuwa umekaribisha mauti mzima mzima, na Yesu kuja kumfufua huyu mtoto itakuwa ni kazi kweli. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nianze kwenye chanzo kingine cha mauti ambacho ni kula mwili wa Bwana isivyofaa, ama kushiriki meza ya Bwana isivyofaa. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 11 mstari wa 28 mpaka 30, Maandiko sema, kwa sababu hiyo wako wengi wadhaifu wamelala. Hapa kinachozungumziwa ni meza ya Bwana. Meza ya Bwana ni mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Sasa wacha niingie kidogo kwenye ndoa ndio unielewe vizuri. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu ni kichwa cha kanisa, kama vile Bwana ni kichwa cha mke wake. Kwa hivyo Yesu yeye anakuanga ni kichwa, lakini kanisa ndio mwili wake. Unaposhiriki meza ya Bwana unafaa uangalie kile ambacho kimesemwa na Paulo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 kuanzia 28, ukitimize kabisa. Lakini cha pili, unafaa kuelewa kwamba kanisa ni mwili wa Yesu. Kwa hivyo unapofanyia mtumishi wa Mungu mabaya yote ile, ujue kwamba unaweza ukafa kabla wakati wako, kwa sababu kanisa ni mwili wa Yesu. Sijui kama unanielewa. Ndio maana ukiona udhaifu wowote wa mtumishi wa Mungu, haufai kuutumia katika kumpiga mtumishi wa Mungu, maana unaweza kuwa ni mtego kwenye maisha yako. Ndio maana unaona kwenye kitabu cha Yeremia 50 na mstari wa 24, Yeremia Nebukadneza hapa anaambiwa nimekuwekea mtego nawe umenaswa. Huyu Nebukadneza ndiye huyo mfalme ambaye kwenye kitabu cha Yeremia 27:6 anaambiwa ni mtumishi wa Mungu, lakini kumbe alikuwa amewekewa mtego. Baada ya kuwa amewatawala Waisraeli akawatawala vibaya, akaanza kuwatesa kama Meshach, Shadraka na Abednego. Mungu akawa amekasirika kwa sababu taifa la Israeli ni mwili wake. Kwa hivyo Nebukadneza akapigwa kwa sababu hiyo, sababu ya kufanyia vibaya mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hata kitabu cha Hesabu 20:11 utakutana na Musa baada ya kuwa amempiga Kristo, kile ambacho kilitokea. Lakini pia nikimalizia, unatakiwa ujue kwamba mwanamke bila mume ana kichwa, ila anaweza kutumia kichwa cha Kristo akafanya mambo makubwa. Lakini pia ukipiga mkewe huwa uchungu unaenda mpaka kwa kichwa, maana ambao ni wewe sasa. Naelewa, lakini pia uelewe kwamba Yesu ni kichwa, lakini akiwa kichwa hivyo afanyi chochote bila mwili. Kwa hivyo mwanaume yeyote ambaye ana mke ni mlemavu.